Dichukuchuku. Mambo vipi? Mambo fresh. Safi kabisa. Kabisa. Kinondoni mko sawa? Tuko vizuri, ndio maana nimekuja hapa kujiwakilisha Kinondoni. Wewe kama mwakilishi wa Kinondoni kwanza, unazungumza hii siku maalum kabisa kwa ajili ya Engineer Hersi. Wewe kama mwana Kinondoni, nyinyi kama wana Kinondoni, mna nini kwanza ambacho mnaweza kumwambia Engineer Hersi kwenye siku hii ya kwanza? Kwanza kwa niaba ya KMC Football Club tunatoa pongezi kwa Engineer Hersi, rais wa Yanga, kuwa mmoja wa wajumbe kwenye shirikisho la mpira wa miguu duniani kwa maana ya FIFA. Hii inaweza ikawa ni watu wakaichukulia ni kitu kirahisi, lakini kwenye matokeo ya maendeleo ya mpira wa Tanzania ni kitu kikubwa sana, na sisi kama KMC Football Club tumeona kuwa sehemu ya hii event kwa ajili ya kumpongeza direct, lakini pia kuangalia namna gani nafasi yake kwenye nafasi yake kwenye shirikisho la mpira duniani FIFA inaweza ikawa na impact namna gani kwenye mpira wa Tanzania. Unadhani kuwepo kwake FIFA, kwanza ni rais wa virabu barani Afrika ambao nyinyi mko ndani yake hapo, lakini amepata nafasi ya kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano ya wanaume duniani FIFA. Unadhani hii inaenda kuongeza nini kwenye mpira wetu wa Tanzania? Kwanza ni kuexpose Tanzania duniani. Unajua sasa tumekuwa na wawakilishi moja kwa moja kwenye shirikisho la mpira, manake Tanzania sio tena nchi ambayo imejificha kwenye mpira. Kitendo cha kuwa na wawakilishi kwenye shirikisho la mpira manake Tanzania inafunguliwa, na manake mpira wa Tanzania direct unakwenda kukua kwenye nyanja tofauti tofauti, na leo hii tumeona kiongozi huyu baada ya miaka miwili watakuja viongozi wengine. Kama atafanya vizuri atakuwa ni mfano mzuri kwa viongozi ambao baadaye watakuja kuteuliwa na FIFA. So FIFA wataiona Tanzania moja ya sehemu ambayo kuna vijana ambao wana mitazamo chanya kuelekea na kuendana na mpira wa dunia, na huenda tukapata teuzi nyingine huko mbele. Wewe sasa binafsi kama kijana, Engineer Hersi ni kijana, na wewe binafsi kama kijana, ni kipi ambacho unajifunza kutoka kwa Engineer? Kwanza Engineer ni moja wa watu wazuri, ukitoa kwenye masuala ya mpira yeye ni kaka mzuri. Mara nyingi huwa anatushauri vijana, mara kadhaa huwa ananipigia simu ananishauri nini cha kufanya, nini cha kuacha. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni mtu mzuri, ni mtu ambaye vijana tunajivunia kuwa naye kwenye industry ya mpira. Mimi binafsi nimewahi kunufaika moja kwa moja kupitia kwa uwepo wa Engineer kwenye industry ya mpira. Unadhani sasa nyinyi kama KMC kama team mna kitu cha kujifunza kutoka kwa Engineer Hersi pamoja na Young Africans? Viko vingi vya kujifunza. Unajua Yanga ni timu kubwa, kila mtu anafahamu juu ya uwekezaji ambao unafanywa, management ya club, na sisi tuko kwenye hiyo process ya kwenda kujifunza mambo mengi kutokea kwenye vilabu vyetu vikubwa. Sio tu Yanga, hata Simba pia wanafanya vizuri kwenye upande wa management. Kwa sisi tuko katika hiyo engo ya kuendelea kujifunza kupitia kwenye vilabu ambavyo vimetutangulia. Unadhani vilabu vingine vinaweza kuitumia fursa ya Engineer Hersi kuwepo kwenye nafasi kubwa kama hivi? It's obvious. Kitendo cha Engineer kuwa katika nafasi kubwa manake imefungua njia kwa vilabu vingine na viongozi wengine kutoka katika vilabu vingine kuangalia uwezekano wa kuendelea kujipambanua, na wao mwisho siku watapata hizo nafasi, na naamini miaka mitatu mbele ijayo Tanzania tutakuwa na wawakilishi zaidi ya mmoja kwenye shirikisho la mpira duniani FIFA. Kwa natamani kitu gani cha kwanza kabisa Engineer Hersi akipresent kuhusiana na Tanzania akifika FIFA? Development ya mpira wa Tanzania in general. Tunatamani kuona mpira wetu unakuwa siku baada ya siku. Kwa hiyo uwepo wake kwenye nafasi hiyo tunategemea Tanzania itakuwa zaidi kwenye masuala ya kimpira. Fresh fire moto leo, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, nikiwa na afya njema tele. Nipo ndugu yako, niko vizuri, na leo kama unavyoona Nyerere Day, nipo ndugu yako. Bomba kabisa. Kama kawaida niko fresh, niko fire, niko moto Bana, uwepo wa wewe kama shabiki wa Simba imekuwa jambo la kushtusha hivi kwenye tukio la Engineer Hersi ambaye ni president wa Yanga. Hili swala ni la kimpira zaidi, na kama ulivyoona FIFA watu wa football, labda ingekuwa kama sijui swala la kama nilivyorudia kuambia jamaa zetu labda sio kula futari sio kula nini usingeniona, lakini kwamba ni swala la football ndio maana umeniona ndugu yako, nipo nimeshiriki salama usalimini pasi na shaka na yote. Mimi mtu wa football kakangu. Bana, wewe mtu wa football. Engineer Hersi sasa angekuwa kama timu hivi, angekuwa amepiga pasi ngapi hivi kwa uteuzi alopata? Inategemea anacheza na nani hivi. Unajua pasi huwezi kuzipiga mwenyewe. Kwa hiyo kifupi mimi nampongeza kwa hicho alichokipata. Ni jambo la heri, jambo la faraja. Ni jambo la faraja. Unajua ukipata nafasi FIFA nao kwa kweli unatakiwa mshukuru Mwenyezi Mungu. Wewe kama mtu wa mpira, uwepo wa Engineer Hersi kwenye hizo kamati kubwa za mpira duniani
zinaweza kutunufaisha vipi kama Tanzania? Kwanza ile Tanzania ndo tunazidi kueleweka na kuzidi kuthaminika, na kama unavyojua tena soka letu limezidi kupanda. Hata ukiangalia barani Afrika tunaheshimika, na kama ulishawahi kuona kuna sherehe tu moja shaikuja vile rais wa FIFA, kwa hiyo na Tanzania watu wanavyopenda mpira. Kwa hiyo kama mimi mzee wa mipasi mingi na naona kuna kitu mbele ya safari kitakuwa kizuri zaidi kwa sisi Tanzania. Bana, Pasi Milioni, yeah. Uongozi wenu na vilabu vingine una cha kujifunza kwa Engineer Hersi? Unajua unaweza ukajaji sana nafasi Engineer Hersi alipata kwa staili gani, sababu sio wengine kama tumeona kama ghafla binvu, lakini kwa vile shatokea kwenye FIFA basi na sisi ni watu wa football ndo tumekwenda hapo kwenye kuisupport FIFA zaidi. Kwa hiyo ukiangalia sijajua hata mchakato ulivyokwenda kwa staili gani, lakini Mizali amechaguliwa, FIFA yenyewe amemwona yuko clear, kwa hiyo ni jambo zuri. Kwa hiyo mimi na imani kabisa kwa sisi watu wa mpira miguu tutampongeza, na jambo la faraja. Pasi Milioni, hujajibu swali langu. Vilabu vingine pamoja na timu yako vina cha kujifunza kwa Engineer Hersi? Ndio nimekuambia, yani unakuwa ujui kwamba mchakato ulikwenda kwa staili gani. Asilimia kubwa kwa mfano kama sisi tumefanya kustukia tububa, kulikuwa hamna labda majina aliyopelekwa si nini. Nafikiri FIFA yenyewe ilionelea labda utendaji wake na wenyewe walivyoangalia labda vigezo na jinsi alivyokuwa, kuna nafasi alipataga ile kafu siku zile, na nafikiri ndio yeye ilikuja kumsaidia. Lakini wao kama wao nafikiri wameona FIFA washakuwa karibu kwetu sisi. Kwa hiyo kama wao viongozi wetu na hata viongozi wa vilabu vingine, kuna kitu nafikiri watakuwa wao wamekigundua kina nini katika mpira wetu wa Tanzania pamoja na FIFA. Wanatakiwa kuwa wamejifunza. Hapo sijajua, sababu sijajua mchakato wake jinsi alivyoingia. Kama kungekuwa unajua chaguzi kuna kwa kama unavyoona sasa hivi, unavyoona zile kampeni. Watu wanavyofanya kampeni zao hazina matusi, kampeni zile sahihi mpaka watu wanakwenda kuingia madarakani. Kwa hiyo pale mtu sasa unakuwa na uwezo wa kutumia akili ya ziada ili na mimi niingie madarakani, niingie kwa kampeni ya staili gani. Kwa hapa ninapokuambia kwamba wana cha kujifunza, sijajua mpaka sasa hivi jinsi alivyokuwa ameingia kwa staili gani. Kwa hiyo siwezi nikaongelea kwa swala hili. Wanaweza kwenda kumuuliza. Kama kuulizwa inawezekana, sawa, wanaweza kwenda kumuuliza. Asante sana. Pamoja mshamba ile. السلام عليكم. الحاج vipi? Safi. Fresh. Poa. Bado usianze kufungiwa. Hii ni shauri. Nahitaji mshauri wangu. Karibu. Salama jamani.